Good evening. My name is Conrad Mulama, and today we are discussing the topic of spiritual warfare. And with me today is from my left, Sister Mabel Sabu from Shans. Welcome. Praise God. Evangelist Vincent Dono, Kongole. Pastor Dono, Kongole Friends Church. Aitwa Mchungaji Peter Chome kutoka Kisauni Friends Church. Good. Now, we want to start with you, Pastor Chome. But before we start with you, let us have some prayers. And Sister Jesus Christ, we humble ourselves before you, Lord. Father, I want to thank you, Lord, for this opportunity that you have given us in your presence, Lord, to come and gather together and discuss your word. Father, we pray, Lord, let your wisdom be with us, Lord. Father, we pray for your favor. We pray, Lord, may your Holy Spirit guide us, lead us, and direct us. And may you bless each and every one of us. All the glory and honor shall be back unto you. For it is in the name of Jesus Christ we pray and believe. Amen. Good. So, Pastor Chome, let's start off. What is spiritual warfare? Define hilo swali bwana moderator, tunapozungumzia jua hilo jambo hapa, tunazungumzia juu ya vita vya kiroho. Na vita hivi vya kiroho, nafikiri kwa wale wasomi wa Biblia, mwandishi ambaye alikuwa anaandikia Waefeso ambao ni Paulo, katika Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 21, kuna hili jambo linazungumziwa pale sana, ya kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, lakini vita vyetu tunapambana na ufalme wa giza. Na huu ufalme wa giza ni ufalme ambao kwamba hatuwezi kuona kwa macho haya ambayo tuko nayo. Na kwa sababu ni vita ambavyo hatuwezi kupambana, hatuwezi kuviona kwa macho haya ya kawaida, then hapa ndipo tunasema ya kwamba vita hivi ni vita vya kiroho. Maana hautamuona shetani amevaa suti anatembea kwa barabara. Hautamuona shetani anafanya mambo yani kama vile mtu mwingine anafanya. Maana shetani ni roho, na kwa sababu ni roho, vita vyake anavifanya katika roho. Sasa tu kwa ufupi, tunapozidi ama tunapozungumzia habari hizo za spiritual warfare, hii inamaanisha tunang'ang'ana na vita ambavyo kwamba havionekani kwa macho ya kawaida. Tunapambana na mtu kiroho, na huyu mtu, wale walio kiroho ndio wanatambua zile kazi ama vile vita ambavyo shetani anafanya. Maana shetani ni roho, shetani hana mwili wa kawaida. So hapa ndipo kwa ufupi ninaweza kusema Shetani ni roho, si mwili wa kawaida. Si mwili wa kawaida. Maana hautamuona akitembea kwa barabara tukasema yule ni shetani. Hatutamuona, hatuwezi kuona. Maana shetani ni roho na anadili na roho. Na kama ni vita vyake kupambana na watu, anapambana kumpiga mtu kiroho. Sasa ni wewe huo unatambua ya kwamba hii kazi ambayo ninapambana nayo ama hivi vita ambavyo ninavyo, ninapambana na ibilisi, shetani. Kazi zake utaziona, lakini yeye mwenyewe hawezi kumwona hata anatembea hivi. Na kutambua hizo kazi za shetani pia lazima uwe kiroho, ndipo upate kutambua kazi za shetani, maana shetani pia ni roho. Naam. Pastor Dono, definition spiritual warfare.
Bwana asifiwe. Amen. Nataka nisupport kile vile pastor amepata kuongea, na nikatamani nikapata kuongeza tu kwa ufupi. Amesema ni vita vya kiroho. Nikatamani niambie watu wa Mungu ya kwamba tunapoongea kuhusu spiritual warfare, it is a battle between two grounds. So for instance, spiritual warfare, we are seeing it to be a battle between the devil and a man. Na tena si watu wote, bali ni wale watu ambao wameokoka peke yake. Kwa sababu wale ambao hawajaokoka wako kwa territory ya shetani tayari, hao ni wa shetani. Lakini wale ambao wameokoka wanakuwa maadui wa nani? Wa shetani. So ni vita ambavyo shetani analenga kwa wale ambao wameokoka peke yake. Na tunapoongea kuhusu vita, wapendwa, katika vita, this battle, it is characterized by two things. One, destruction. And number two, death. So tunapoongea kuhusu hii vita, ni ya kwamba shetani akipata huyu Mkristo ambaye ameokoka, amelenga kummaliza kabisa. Amelenga kummaliza kabisa. Na tena amelenga kupata kumuua. Na kwa hivyo tena challenge inakuja kwa huyu Mkristo ambaye ameokoka. Tena na wewe Mkristo ambaye umeokoka katika hii vita, tena ukipata shetani, usimwachie nafasi, lenga kummaliza kabisa. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba tukanyage shetani chini ya miguu yetu. Kwa sababu ni vita, na katika vita lazima mtu aumie, lazima mtu akapate nguvu. Shetani, Satan. Evangelist Millicent, tuanzishie hapo. Who is this person? Satan. And possibly, how did he come into existence? Bwana asifiwe. Amen. Shetani ni mharibifu. Yule mtu ambaye amekuja kuharibu, jinsi Biblia inasema kwamba shetani amekuja kuiba, kuharibu na kuua. So ningesema kwamba mwanzo kwanza shetani alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa pamoja na Yesu. Shetani alipoinuka kwa kiburi, aliweza kushushwa akaanguka chini. Na alipoanguka chini, alikuja pia yeye kutawala ulimwengu, ili kwamba yale ambao Mungu anafanya pia yeye akaanza kujifananisha na Mungu. Mungu akifanya jambo fulani, naye anataka pia kufanya jambo fulani ili kwamba aliharibu. So naweza sema kwamba mwanzo shetani alikuwa pamoja na Yesu, lakini baadaye alipoinuka kwa kiburi akashushwa na ana lake. Amen. Pastor Chome, ukilivalia njuga swala la shetani. Huu nani huyu? Kulingana vile mtumishi wa Mungu alivyosema hapo mwanzo, shetani alikuwa ni mmoja wa wale malaika kule juu mbinguni. Hapo mwanzo, unaposoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 7 mpaka mstari wa 12, habari hizi ziko pale ya kwamba shetani hapo mwanzo alikuwa kule juu mbinguni, na kwa sababu kama vile mtumishi alivyo atangulia kusema ni kwamba kiburi kikamwenuka. Kiburi kilipomwenuka shetani kule juu, manake tunaposoma vizuri Biblia ni kwamba kule juu mbinguni shetani alikuwa anaitwa Lucifer. Na ukweli ni kwamba yeye ndo alikuwa anaongoza sifa ile mtakatifu, yeye ndo alikuwa anaongoza nini hizo sifa. Ndio maana watu wengi huwa wanakosa kuongea ndani ya makanisa, wanasema ya kwamba hadi hiki kipawa cha uimbaji mara nyingi ndio kinatembelewa na nani? Na shetani. Maana yake huko juu mbinguni kiligonja nani? Ni cha shetani, ni cha Lucifer. Unaona? Halafu inafika kiwango poko nasikia wanasema kwa kanisa wale watu ambao ni rahisi kuangushwa katika mikutano hawa ni waimbaji, kwa sababu sifa huko juu mbinguni zilikuwa zinaongozwa na Lucifer. Na wakati zilipokuwa zikiongozwa na Lucifer, then
kiburi kikaingia ndani ya huyu mtu. Na by the way, sijui kama hata ninyi mmewahi kuona kwa haya makanisa siku hizi, wale watu wanaongoza praise sometimes, mara nyingi sana huwa wana kiburi kingine. Hata kwa makanisa huwa wana kiburi kingine. Kiburi ni kiburi tu, poko tashindwa. Si wote, lakini nasema baadhi yao. Unaona, baadhi yao kisha kidogo sana tuseme wale ambao hawajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Wamempokea. So hawa huwa kuna ile hali ambayo wakati mwingine wana kiburi, yaani kiburi tu kinachomoka tu from nowhere. Ile ya kwamba bila mimi hapa hakuna kitu kitakachokuwa. Leo sitaenda kanisani nione je watafanyaje. Unaona? So hiki kiburi ndicho kilichokuwa na shetani kule juu. Na kilipokuwa na yule shetani kule juu, hicho kiburi, basi huyu bwana akawa amepersuade baadhi ya watu. Unaona? Yaani kule kufanya kama lobbying, si ndio? Ya kwamba sisi ni sisi, kwani hata tufanyaje huyu? So ile hali ilipoenea, huyu bwana akajiona kwamba yeye na Mungu ni sawa sawa. Lakini kumbuka, hawa ni malaika walioumbwa na nani? Na Mungu. Na hakuna vile ambavyo kwamba aliyekuumba utajaribu kupambana na yeye. Ndipo katika ule mstari sasa wa Ufunuo 12, mlango wa 12 mstari wa 7 mpaka 11, Biblia inasema ya kwamba kule mbinguni kulikuwa na vita. Na vile vita vilivyokuwa kule mbinguni, shetani na jeshi lake wakapambana na jemedari mkuu wa jeshi la Mungu ambaye anaitwa Michael. Alipopambana, Biblia inasema ya kwamba huyu shetani nafasi yake haikuonekana kule juu mbinguni. Yaani alishindwa na vita. Na aliposhindwa na vita, Biblia inasema ya kwamba akatupwa katika ulimwengu huku chini. Unaposoma vizuri panasema ya kwamba huko mbinguni kukakuwa shwari. Nasikia? Kusoma vizuri panasema hivyo. Huko mbinguni kukakuwa nini? Shwari. Lakini anaendelea kusema ya kwamba ole wa nchi na wote wakao ndani yao. Maana yule mshtaki ambaye amejaa ghadhabu tele ameshuka katika ulimwengu akiuhukumu ulimwengu usiku na mchana. Mwisho mstari 11 wanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sijui nikisema amina hapo. Unaona? Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. So hii inamaanisha kwamba huyu bwana baada ya kuzidiwa kule juu alishushwa hapa katika dunia. Na aliposhushwa hapa katika dunia, Biblia inasema waziwazi alishushwa pamoja na jeshi lake. Na alipotupwa hapa pamoja na jeshi lake, ni kwamba yeye alishushwa. Na by the way, unaposikia ole wa nchi na wote wakao ndani yake, yaani ni shauri yenu. Ole, shauri yenu. Maana ametupwa huko chini huyo shetani. Na alipotupwa hapa sasa, alichotangaza ni vita. Na vita hivi ambavyo kwamba alitangaza ni kwamba yeyote ambaye kwamba yuko upande wa Mungu, kwake yeye ni adui. Na ndivyo ilivyo mpaka sasa, kama vile baba askofu alivyosema ya kwamba wale wote ambao wako katika boksi lake hana shida na wale. Lakini wale ambao wako out of his box, hawa ni maadui zake. Na kwa sababu ni maadui zake, lazima kila kukicha apambane na hawa watu. Na wale mimi tuliposhuka tu sanjia katika shamba la Edeni, kamtongoza hawa pale, kampiga 1 2 3 4 chini. Unaona? Mpaka wanadamu tunaadhibiwa kwa sababu ya huyo ibilisi ambaye anaitwa nyoka. Sasa kwa ajili ya hiyo, Bwana atukuzwe, kwa sababu maandiko yanasema wale ambao kwamba wamemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao, halafu watu hawa wakafunikwa na damu ya Yesu Kristo, basi watu hawa wana ushindi. Vita hivi vinapotokezea mbele zetu, na hivi vita pengine kutakuwa na muda wa kudefine hizi vita. Hizi vita ni kubwa sana. Lakini wale ambao wamekubali damu ya Yesu Kristo iwafunike, hawa ni Biblia imesema ya kwamba wanaweza kumshinda huyu shetani. Ndio maana pakasema ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mwana kondoo ni yule Masia aliyeangikwa pale msalabani. Sasa bwana moderator, kwa ufupi tu pengine kwa sababu tunaendelea na tunaanza.
ni damu ya Yesu Kristo peke yake ndio ina uwezo wa kushinda hizi vita. Si zile kuku watu wanachukua usiku hata wengine wa Kristo. Si zile maji unasikia ati kuna maji ya utakaso mtu anachukua tu maji hivi hata si zile mafuta mnaona ati mafuta za oil zinachukuliwa tu, hizi za chepenanga, hizi za nazi hizi tayari. Hizo vitu shetani haogopi. Wanaonitazama wajue hili jambo. Shetani hatishiwi na ile mafuta tunamwagiana, hatishiwi na yale maji tunamwagiana. Hapana. Biblia yetu imesema tu waziwazi ya kwamba wanaoweza kushinda ni wale ambao kwamba wamekubali damu ya Yesu Kristo iwafunike. Hawa peke yao ndio wanashinda hizi vita. Lakini bure brother, wewe utachapa. Na katika hizi vita juzi jana kwa naongea kitu hapa na baba askofu mkuu wa jimbo ya kwamba katika vita usitemee mtu mate. Unasikia? Katika vita piga mtu ngumi. Na shetani ukimtemea mate akienuka atakumaliza. Maana atafanya tu vitu mate asimpate kwa macho, lakini akikurudia atakumaliza. So ni sawa na kwamba pia nimesema katika kitabu kile cha Efeso ya kwamba inaposema vaeni silaha kamili, si ndivyo? Hizi silaha kamili ambazo zinastahili kuvaa ni wokovu wa Yesu Kristo, tuvae kamili. Deni tukiuvaa kamili hatuna urafiki na shetani. Na hili ndilo jibu bwana moderator. Hatuna urafiki na shetani. Maana wewe ukilegea kwake atakuchapa. Ukijitia rafiki kwake atakuchapa. Sikiza. Mbwa akiingia ndani ya nyumba, si ndio? Mbwa, si ndio? Akiingia ndani ya nyumba. Wewe kumwambia mbwa asitoke jamani. Mbwa asongetoka tu jamani. Hapana. Mbwa toka nje. Fanya. Nasikia? Mbwa atajikunja atafanya nini? Ataenda zake. So sisi tuliokoka ni lazima tumkatae shetani na kazi zake, maana shetani ni adui yetu. Shetani ni adui yetu, kazi zake tumkatae na kazi zake. Dada, kazi za shetani chukulia hapa. Shetani ana kazi nyingi ambazo anatekeleza humu duniani. Na hizi kazi za shetani, jambo la kwanza, shetani hapendi kuona Mkristo akiendelea vizuri na amani na furaha katika maisha yake. Shetani kazi zake ni kufanya Mkristo aishi na huzuni, awe mtu wa kulia kila mara, awe mtu maskini wa kuombaomba, awe mpaka afike mahali amwambie wewe unamwabudu, wacha kumwabudu huyo Mungu. Kama wewe unaabudu huyo Mungu na unaishi maisha mabaya kama haya, atakusaidia nani? Si heri uvuke upande huu mwingine, mimi nitakusaidia, utaishi na raha, utaishi na furaha na utaweza kukaa vizuri. Kwa hivyo shetani kazi zake huwa anaua, anaiba, amekuja kuiba nafsi za watu, amekuja kuharibu mipango za watu na maisha ya watu, na amekuja kuleta vifo katika maisha yetu. Na tunapokuwa macho, tunapomfahamu ya kwamba hizo ndio kazi zake, Mungu naye kwa sababu anatupenda na anajua sisi na Wakristo tuko upande wake, huwa anataka tuwe macho. Anasema mteule uwe macho. Hizi ni siku za mwisho. Kaa macho, usilale. Wala usilale, maana ukilala adui atakuja kupanda mbegu mbaya. Na hizo mbegu ndizo zitakudestroy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi tunaambiwa na Mungu anatupea siri nyingi sana za kuweza kuepukana na kazi za shetani.
Dada Evangelist Millicent, kama ungependa kuongezea kitu hapo mahali pa kazi za Amen. Jinsi dada amesema kwamba shetani amekuja kuharibu. Unapoongezea zaidi kazi za shetani, shetani anaweza ingia ndani ya mtu na akaleta discouragement. Anaweza leta hata bitterness, pride, selfishness, ili kwamba usitoke katika Mungu ile ukamwendea Mungu. So atakufunga katika hiyo hali ili kwamba usikumbuke ya kwamba Mungu anaweza kukutoa katika hiyo hali. Na anapoleta haya mambo yote machungu ndani ya maisha yako, utaishi maisha yale ambayo hayafai. Utaishi yale maisha ya chini sana, ukidhania kwamba hakuna Mungu. Na ni hali kunaye Mungu, lakini ni vile tu shetani amefanya nini? Amekufinilia. Na hatimaye huyu shetani anaweza leta hata magonjwa ndani ya maisha yako. Unaweza ona magonjwa katika maisha ya mtu. Hata unapoenda hospitali, unapopima utaambiwa ni magonjwa fulani, lakini yale magonjwa huenda yameletwa na shetani. Na kisha unaweza kufa ni kwa sababu ya mambo ya shetani. Lakini tunapokuwa macho, jinsi my sister amesema, tuwe macho na tupinge silaha zote za muovu, tutaepuka kuwa washindi. Amen. Now, Pastor Ndolo, I know in a war, normally before you start a war, there are strategies. And in a normal war, and even in the Bible, spies are sent. People send spies in a war, in the opposite side, so that to discover the weaknesses, to discover where is their strong points, which route can they use. Particularly, if you could come clear and try and explain to us some of the strategies the devil uses to try and to win in this war. Okay, thank you. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza kabisa ningependa ni comment on what Pastor Chombe said. Pastor Chombe said the devil amejaribu copy all that Mungu amefanya. Ukweli ni kwamba the devil alipofurushwa kutoka juu mbinguni, alikuja ulimwenguni na akafanyika Mungu. Na usema Mungu with a small g, God with a small g. Shetani ni mungu wa ubaya. Shetani amefanyika mungu wa uongo. Na shetani alipotoka juu mbinguni, alipofurushwa, hakuanguka duniani peke yake. Alianguka na what we call the fallen angels. Unaposikia pepo, mapepo ni fallen angels. Na walipoanguka pamoja na shetani, walijigawa strategically. Kuna wale mapepo wamebaki in the heavens. Wale mapepo kila wakati tunapoomba, wale mapepo wanafunga maombi yetu. Kuna mapepo wengine, and the mapepo are in millions. The angels are in millions. Kuna mapepo wengine wako in the space. Ya kwamba popote pale unapotembea mtu wa Mungu, mapepo wako pale. Inaweza fika wakati ukitembea, ulikuwa tu unatembea vizuri, unafika pale unajipata umekasirika. Kuna wale mapepo in the space wako kuleta discouragements. Kuna wale mapepo in the space wako kufanya uone ni kama huwezi. Na kuna mapepo mengine ambaye walienda chini ya ardhi. Na mapepo wengine wakaenda chini ya maji. So popote pale in the universe, mapepo wako. Shetani aliiba jinsi vile Mungu amepanga kazi yake. Maana ukiangalia the lineage of God, utapata kwamba kutoka kwa Mungu utakuja kwa Yesu. Ukitoka kwa Yesu unakuja kwa malaika. Na hawa malaika wanaletea watumishi wa Mungu ujumbe. Na hawa watumishi wa Mungu wanapelekea Wakristo ambao wameokoka ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na shetani akadabu vile Mungu amepanga. Shetani kwake, from the devil unakuja to the fallen angels, who are the demons. From the demons utakuja kupata waganga, utakuja kupata waombezi wa bandia, utakuja kupata wachawi. Kutoka kwa wachawi utakuja kupata mpaka hata wale wasengenyaji, hata wale wa vitini wako kwa lineage ya shetani. Alijaribu kupanga vile Mungu amepanga upande wake.
Wapendwa, ukisengenya uko kwa ufalme wa shetani. Ukiiba uko kwa ufalme wa shetani. Ukizini uko kwa ufalme wa shetani. Maana kuna wale mapepo wamejipanga strategically wa kuleta kuzini. Kuna wale wa kuleta tu hasira. Kuna wale wa kuleta vita. Kwa hivyo the devil amejipanga strategically ndipo akapata kucounter watu wake Mwenyezi Mungu. Ningependa kusema karibu njia 5 ambazo the devil anatumia. Njia ya kwanza, the devil will always use demons. There are demons. Na kazi ya demons ni kuleta fear. Kazi ya demons ni kufanya kukushtua, yani ufike pali ukose kumwabudu Mwenyezi Mungu. The devil tena ana cause what we call doubt. Hata kama utaambiwa Mungu anaweza, naona ni kama anaweza. Ukiambiwa unaweza ombewa ukapona, shetani anakuambia kama ujiambiwa ukiomba utapona, huwezi pona, magonjwa yataongezeka. Na ndipo hata shetani alipofikia Eve, alitumia the weaker part of Eve. Akaambiwa Eve Mungu alisemaje. Alitaka Eve akapata kudoubt. So hiyo ndio kazi shetani the strategy ambayo shetani anatumia. Another strategy ambayo the devil uses ni ancestral powers. Amekuja kupata nafasi kwa wale waliokufa kitambo. Analeta picha za wale waliokufa tukapata kufikiria ya kwamba wako hai wanaongea, na kumbe ili hali walishakufa. Waafrika wanatambua haya mambo vizuri zaidi. Ancestors wako na powers in ATR. Ni strategy ambayo the devil anatumia. The devil anatumia also the strategy of strongholds. Anaimpose mambo kwa maisha ya watu. Mtu wa Mungu unaweza fika pale ukasoma vizuri, baada ya kusoma the devil akaweka stronghold juu yako ya kukosa tu kazi. Unasumbuka tu. Mtu wa Mungu na kuwa tu vizuri ndio umeokoka mpendwa. Unafika pale labda huwezi pata bwana. Labda huwezi pata bibi. Unapoangalia si lani imekufuata, ni stronghold. The devil ameweka ngome fulani maishani mwako ndipo ukose kuona baraka za Bwana. And then ikimalizia kuna tena another strategy the devil uses. The devil at times can delay our blessings. In fact, delay the blessings of many people. For instance, Abraham anabarikiwa na Mungu wakati wa ujana wake. Lakini the devil alidelay the blessings of Abraham mpaka Abraham akafika 99 years hajapata mtoto wake wa ahadi. The blessings were diverted. At times again, the devil can divert your blessings. Wewe unaomba Mungu akupatie kitu. Na baada ya kuomba Mungu akupatie kitu, inafika hata kama nitumie mfano wa kazi. Unaambiwa unaomba upate kazi, Mungu anakuletea kazi, hiyo kazi ni yako mpendwa. So kile shetani anafanya, wanakuambia kuja ofisini siku fulani utaajiriwa kazi. Unapofika kule hivyo, wanakuambia pole, mtu alikuja hapa saa 1 amechukua hiyo kazi. Hiyo kazi ilikuwa yako, lakini the devil akadivert ikaenda pale nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Those are the strategies the devil is using. Na ninapomalizia nataka niwaambie anatumia those strategies kwa sababu Mungu aliumba mwanadamu aabudu Mungu. Umeumba tu ukapata kuabudu Mungu. Na shetani anakupiga vita ukose kuabudu Mungu. Maana ukilia shetani anatukuka. Tukilia mafa shetani anatukuka. Tukilalamika mabaya shetani anatukuka. So analeta yale mabaya kwa Wakristo, kwa watu duniani wakose kumwabudu Mungu. Nayo upande huu mwingine wanapolia, wanapolalamika shetani anapata kuwaglorify kwa yale mabaya ambayo analeta. Okay, now Pastor Chome, Pastor Ndolo has talked about some strategies, and tungependa kama ungekuwa na strategies zingine ambazo shetani anatumia katika hii vita. Okay. Kile kitu ambacho ningeweza kusema, Bwana moderator, tumetangulia kusema ya kwamba shetani ni roho. Na kwa sababu shetani ni roho, huwa anadili na roho ya mwanadamu. Na wakati wowote mtu akitaka kumtesa mtu, ama hata hawa maskari wakitaka kukutesa, hawa maskari mpaka wakushike wakufunge pingu. Wakisha kufunga pingu, hawa maskari wanafanya vile wanavyotaka. Maana yake wamekushika, wamekutia nini? Pingu. Atakupiga teke uende hivi, atakukalisha, anajua hakuna kitu kile unaweza kumfanya. Maana amekutia nini? Pingu. Sasa shetani
akitaka kupambana na mtu, tumezungumza habari ya kiroho, si ndio mtu ambaye yuko katika roho, kitu cha kwanza ambacho shetani anafanya ni kutaka kudhoofisha nguvu za Mungu ndani ya mtu. Sasa kuna mambo ambayo kwamba atayatumia, kama vile msemaji mwenzangu amesema ya kwamba kuna zile mbinu za kumvunja moyo mtu. Unavunjika moyo mpaka unafikiria jambo hili katika wokovu haliwezekani. Ndio maana unaweza kuona mtu amekuwa mgonjwa, ameombewa, amefika kiwango mtu mwingine anamwambia kwamba hii si ya maombi, hii si ya maombi, mpaka uende mahali fulani. Sasa shetani anatumia yule mtu kuja kuzidi kumvunja moyo mtu wa Mungu, na ndio unaona Wakristo wengi wanaishia wapi? Kwa waganga. Mnapiga vinanda na kurukaruka, lakini kwa kiuno kuna hirizi na ning'inia pale. Unaona, mnakaa na mtu hivi, mnavyokaa pamoja hivi, lakini yeye ni mguu mmoja uko ndani, mwingine uko wapi? Mwingine uko nje. Maana tayari alitekwa nyara, na aliyemletea huo ushawishi ni mtu ambaye kwamba si wa imani. So ile njia ya kuvunja moyo moja ipo, na wakati moyo unapovunjika, Mkristo wa kawaida si rahisi tayari ainuke tu ameshawishiwa mara ya kwanza. Zile nguvu za Mungu zinafuata ule ushawishi, unasikiza ule ushawishi kupitia kwa mtu mwingine. So zile nguvu za Mungu zinaenda polepole, zinaenda polepole mpaka zinafanya nini? Mpaka zinaisha. Zikishaisha sasa, ni kama huku kwetu sehemu zetu ambazo tulizaliwa na kulelewa huko kwetu Pwani, sisi watu hapa Pwani sasa jamii zetu za Waduruma, kuna kitu kinaitwa Rome. Rome ni pale mahali watu wanakaa wakifundisha vijana mambo, na hizi porojo na stori zote huwa zinazungumziwa wakati watu wanangojea sima ugali, si ndio So mahali pale huwa kuna moto unawekwa katikati. Ule moto bwana moderator unapowekwa pale katikati, wakati watu wanaendelea kupiga hizi porojo kingoja ile sima, si ndio basi hizi queen huwa zinachochewa hivi, zinasukuma, zinaendelea kuwaka ili watu wapate ule mvuke, wasisikie baridi, maana yake ni jioni. Sasa wanaenda wakati huo wakichochea ule moto, kama kuna mbwa, yule mbwa huwa hayuko pale karibu, huwa yuko kando sana pale, maana yake ule moto ni mkali sana. Sasa yeye yuko wapi? Yuko pale kando. So ninyi mtaendelea kupiga porojo na kuchochea ule moto lakini wakati mnakula mnashiba, huwa hakuna mtu wa kuchochea nini tena ule moto. Ushafahamu So kama hakuna mtu wa kuchochea ule moto, basi yule mbwa atakuja polepole, maana yake haja yake ni ule mvuke. So anakuja na kwa sababu hakuna mtu wa kuchochea ule moto tena, eventually yule mbwa atakaa katikati ya nini? Ya ule moto. Akikaa katikati ya ule moto, hapo mahali hakuna moto tena. Moto ushafanya nini? Ushakufa. Sasa hivi ndivyo shetani huwa anatumia mbinu zake, ya kwamba atatumia mtu mwingine kuja kukuvunja moyo. Utasikia habari fulani za kukukwaza, tayari hiyo njia moja wewe moto ufanya nini? Ushuke chini hivyo. Ataandama polepole mpaka dakika za mwisho. Akishakuwa amekumaliza, huwa amekaa katikati ya mtima. Mtima ni pale mawazo ya mwanadamu yanakaa, ni pale utu wa mwanadamu unafanya nini? Unakaa. Sasa ikifika hicho kiwango, ndugu zangu, ndio unaona Mkristo ataomba mara ya kwanza kabla hajalala, huwa anaomba hata yuko kwa sitting room. Basi anaomba kwa nguvu sana, anaomba mpaka ukipita kwa njia unasikia yes, hapo kuna mtu anafanya nini? Anaomba. Kadri ule moto unaendelea kumalizwa, huyu mtu mwisho wake unamwona anaenda kuombea kwa bedroom. Anaenda kwa kitanda, anasimama hapo. Baba, nakushukuru Bwana, umenilinda mchana mzima, hapo umekuwa pamoja nami. Ndio watukuzwa maana wewe Bwana. Ataomba pale, atamaliza atalala. Kadri anaendelea, huyo mtu utampata naomba kwa kitanda amekaa. Mungu, nakushukuru kwa sababu ni Mungu. Asante kwa sababu mchana mzima umenilinda, na usiku nenda kulala kawe pamoja nami. Kimoja yuaenda. Amekaa. Kesho huyo mtu ataomba kama amejifunika shiti.
anaomba kwa kitanda afanye nini? Amejifunika shiti. Siku iliyofuatilia atashtukia saa 9 za usiku, moto umefanya nini? Huwa umeisha. So mbinu ambazo shetani anatumia za kuvunja mtu moyo, mbinu nyingine ambayo ambayo dada alikuwa anajaribu kuzungumzia ni hii ya divide and rule. Biblia inasema kwamba 2 watatu wanaposhikana pamoja kwa ajili ya jina lake, si ndio? Ombeni chochote na yeye Mungu atafanya nini? Atapata kupeleka katikati yao. Lakini sasa inapofika kiwango cha kwamba watu wako pamoja kwa umoja, nguvu za Mungu haziwezi kufanya kazi pale. Sasa neno ni kwamba yeye anatumia njia ya kugawanya watu hivi. Ataleta masengenyo ili watu wasiishi pamoja. Ataleta chochote pale ili watu wasiishi pamoja. Sasa hapo kwetu pia kuna msemo mwingine unasema, kama mmewahi kusikia, mani yako ya nyoka. Yaani kwa sababu ya nyoka kuishi peke yake ndio nyoka ukimpata wewe unammaliza. Maana yake anaishi peke yake. Lakini siku moja wewe umekaa tu kwako kwa compound yako ama kwa nyumba yako, hata baba askofu mkuu wa jimbo, mimi najua wewe una ujasiri mkubwa sana. Lakini umekaa tu hapo kwa nyumba uone nyoka wawili ndio hao wamefuatana, mmoja yuko nyuma, mmoja yuko mbele. Baba utashuka kwa hiyo gorofa haraka sana. Na utatafuta mtu muite huko juu. Maana umeona jambo lisilokuwa la kawaida, nyoka wawili, na utashuka tu utasema wawili nini? Wawili nini? Nyoka. Maana nyoka hawatembei wangapi? Wawili. Na ndio maana nyoka anamalizwa. Kulifu nyoka angetembea watatu, si rahisi ungeua nyoka, si rahisi. Sasa kile pia shetani anatumia ni hiyo divide and rule ndani ya kanisa ama katika jamii. Mahali popote bwana na bibi kwa nyumba wakikaa pamoja kwa umoja, vile Biblia inasema, si ndio? Wakae tu pamoja kwa umoja. Hapo katikati si rahisi. Hiyo nyumba lazima, hiyo familia itainuka, itasonga mbali. Maana watu wako pamoja kwa umoja. Lakini shetani akitaka kusambaratisha familia, atake kusambaratisha kanisa, atake kusambaratisha kila aina ya vikundi ambavyo viko, huwa analeta hiyo divide and rule, anachapa katikati. Hizi ndizo mbinu pepo anafanya, shetani anafanya nini? Anatumia. Halafu kitu kingine ambacho baba askofu mkuu wa jimbo amejaribu kuzungumzia kwa ufupi, amezungumzia kwamba shetani aliposhuka katika huu ulimwengu, yeye ni Mungu wa G ndogo. Yaani ni godi wa G ndogo. Sasa kuna kitu siku hizi ambacho kiko, na hiki kitu ndicho kufikia sasa hivi kimemaliza huu ulimwengu. Watu wengi wamejiingiza katika ibada ya sanamu, wanachotafuta ni senti, pesa. So kile kilichoko, kuna aina fulani ya ukosefu. Unapokuwa hauna kitu, umepambana, umetafuta, haujui utapata lini, kuna wale washawishi wanakuja. Maana yake yeye amekuja hapa na kuna wale aliowahi wako katika upande wake. Na tumewaona wengi, tumewashuhudia wengi, tunawajua hata wengine kwa majina, ambao wao walijiandikisha huko kwa shetani. Sasa wakati wewe hauna kitu, mambo yanakuendea kidivyo sivyo, kuna huo ushawishi unakuja kwamba sasa wewe unakaa vile ulivyo, si uingie tu huku mara moja na mambo yatajiba. Sasa kuna wengi wako huko, lengo lao ni kutaka pato la leo peke yake. Lakini kile ambacho kiko lazima kieleweke, pengine tutaenda kwa ndani wakati mwingine juu hilo jambo. Hakuna chamkato ambacho hakina madhara yake. Hakuna. Sasa mbinu nyingine ambayo tunatumia ni hii ya mtu kuwa na ukosefu. Maana vya Mungu vinakuja kwa utaratibu. Si kweli kwamba utasema unataka leo Mungu akupe. Kuna jibu la ngojea. Maana Bwana humbariki mtu kwa wakati wake. Unaweza kulia ubarikiwe, lakini pengine huo sio wakati ambao Mungu amefanya nini? Amepanga. Sasa ule wakati wa kuwa na delay kupata, si ndio? Shetani huwa anakuja na huo ushawishi kupitia kwa wale maajenti wake, vile mama amesema, na atakapokuja na kushawishi, kama si mtu akuvumilia, basi mara moja utashtukiwa umeruka huko, na ukiruka huko shetani amekupata. Halafu mbinu zingine ambazo shetani huwa anazitumia, zile plani zake ambazo anazitumia,
ni hii hali ya kutokuwa na uaminifu. Nasikia huu uaminifu ni kitu kingine cha maana sana, na wakati uaminifu unakosekana, hapa watu huangukia katika mitego ya nani? Ya Ibilisi, Shetani. Sasa uaminifu, kule kuwa mwaminifu, bwana kukuwa mwaminifu kwa bibi, bibi kukuwa mwaminifu kwa bwana, haya ni masuala ambayo kwamba waliookoka lazima waangalie sana hapa. Manake unapokosa tu huu uaminifu, mwisho wake wewe unakuwa katika mikono. Mwisho mnipisha wenzangu, manake mimi ndio kuongea. Shetani ni baba ya uongo. Hili neno ambalo linafanya nini? Linajulikana. Na kama kuna kipengele ambacho shetani sahia anatumia, fimbo kubwa ambayo anatumia kuharibu ulimwengu, ni uongo. Uongo umekuwa mwingi, mtu atakudanganya mpaka ushangae. Kwanza karne hii ambayo imekuja juzi ya hivi vidude hivi vya simu hivi, ndivyo watu wamekosa kuvitumia jinsi ipasavyo. Wametumia huu uongo, na huu uongo, ndugu zangu, umeenea kiwango kikubwa, na watu wanauana kwa sababu ya nini? Ya huu uongo. Sasa waliookoka na hata wale ambao wanatutazama lakini hawajaokoka, tuhakikishe na kuona kwamba tunajitoa katika huu uongo wa shetani. Maana Biblia inasema ni baba ya uongo, na wote walio waongo wao ni watoto wake. Sasa tu kwa ufupi, bwana moderator, hizi plani ama njia za shetani kushambulia watu ziko nyingi, lakini kile kitu ambacho ninajaribu kuambia watu, sisi tuliookoka ambao tunamtambua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, neno ni moja tu: hakikisha na kuona kwamba hautoki katika ile mazingira ya kuitwa mwana wa Mungu. Yaani sikiza, hautoki. Kuna yale mazingira ndugu, yale mazingira ambayo yanakufanya uitwe mwana wa Mungu. Ndugu zangu, kuna mtu wa Mungu na mwana wa Mungu. Maana maandiko yanasema wote waliompokea Masia walipatiwa uwezo wa kuitwa wana. Aliye mwana wa Mungu atatambua hizi mbinu zote ambazo shetani anatumia. Maana bwana moderator, kufikia sasa hivi shetani amezipaka rangi dhambi, zinaonekana kuwa vitu vya kufaa. Kile kitu kibaya kabisa amekipaka rangi, kinaonekana kinafaa. Halafu ndipo tunaona Mkristo anaanguka. Mmoja anasema, "Ai jamani, hakukuwa na otherwise. Imebidi tu." Yaani imebidi tu uitende dhambi. Sasa kile kilichoko ni sisi kujitambua. Jambo la kwanza na kina nani? Tutakapojitambua kwamba sisi na kina nani, kumbuke sisi ni wana. Na kama ni wana, baba yetu hayuko katika hizo hali ambazo tunakutana nazo barabarani. Baba yetu sisi yani hatuko huko. Sisi ni wana wa mfalme. Tukae katika ile mazingira ya wana. Tukikaa katika mazingira ya wana, adui anapokuja kupitia kwa kila aina ya njia, basi yule Roho Mtakatifu ambaye Jehova Mungu alitupatia, aliye msaidizi, aliye mwalimu, aliye kiongozi, huyu atakwambia, ndugu, huyo mtu anakuambia hiyo, iangalie sana. Hiyo si sawa. Hili ambao anataka kufanya, chunga. Hili alifahamu Kristo afanye. Haya mawazo uko nayo, haya si mawazo ya mtu wa kuokoka. Na hiyo sauti inakuja kwa unyenyekevu, lakini iko very powerful. So kama unakuwa mtiifu kwa hizo sauti za Mungu, ndugu, hizi vita unazishinda. Maana kila mbingu ambayo shetani anajaribu kuitumia, tayari yuko roho ambaye anakwambia utavamiwa, unaanguka wewe. Hayo unayofanya yafai Kristo kufanya. Uona hapo unapoingia, haya si mazingira yako haya. Toka hapa. Unaona yale mambo unaambiwa, chunga, hayo hayakufai hata kuyasikiza. Unaona haya mambo hii
yani yale mazingira ya shetani, roho atakushuhudia kwamba hapa si kwako, lakini itatendeka tu kama yale mazingira ya kuitwa mwana wa Mungu haujatoka. But immediate ukitoka tu mguu mmoja nje, si ndio? Roho inapatikana. Maana Biblia inasema ya kwamba ni heri uwe moto ama ukuwe baridi, lakini aliye na uvuguvugu atamtapika, na anayetapikwa haangalii. Maana mtu haangalii matapishi. Ndio maana ukikohoa anatupa wapi? Nyuma, hawezi kutupa mbele, maana kitu kibaya hakiangalii. So hizo ndizo naweza kusema ya kwamba ni lazima, ndugu zangu, tuwe katika mazingira ya wana wa Mungu ili tukapate kuwa washindi katika hizi vita. Bwana wabariki sana. Amen. Sister Bebo, Pastor Chome amesema mambo mengi sana ya muhimu. Ningependa uendeleze na kutueleza njia ambazo Mkristo aweza akatumia ili kujikinga na vita dhidi ya shetani. Napoenda kuangazia njia ambazo tunaweza tumia kama Wakristo kujikinga na vita ambavyo shetani anazua kila wakati kwa maisha yetu, kwanza nitaongezea njia moja ambapo yeye huwa anatumia, na hiyo iko karibu kwa kila mtu, na mtu huwa anajipata ameanguka ndani ya hiyo njia pasipo kujua. Hiyo njia ni njia ya hasira. Hasira, enga, shetani anajua hiyo hasira inaingia mtu mara moja abrupt, na wakati inaingia mtu kuicontrol inakuwa ni shida na inaleta hasara, na yeye huwa amekuja kuharibu. Sasa anatutumia sisi pia kuharibu vitu vyetu sisi wenyewe, kwa sababu yeye anapokuingiza anger is a weapon that the devil uses, and it is a self destruction. Inatudestroy sisi wenyewe, alafu tutajilaumu pia sisi wenyewe. Unaposhikwa na hasira utaharibu, hata kama ni relationship, uhusiano fulani, mtakosana na uharibu na uvunjike. Unapovunjika, shetani akaa pembeni anawacheka. Sasa wewe mwenyewe una regret, unaanza kujuta na umeharibu. Kama ni vyombo ushavunja, kama ni mambo fulani wewe ushaharibu, na yeye ilikuwa ndio agenda yake vitu fulani vifanye nini? Viharibike. Sasa wewe ushatekeleza hiyo kazi pasipo kujua. So tujaribu sana tuachane na mambo ya hasira. Tunapoendelea mbele, njia ambayo itatusaidia sana ya kwanza ni kusoma neno la Mungu, the word of God. Kwa sababu neno la Mungu tukisoma John chapter 4 verse 23 inasema, the true worshippers will worship God in truth and in spirit. Na hivi vita ni vya kiroho. Kwa hivyo lazima tuabudu Mungu kwa kiroho ndio tuweze kumshinda shetani. Na tunapoendelea kusoma neno linatufundisha mambo mengi. Tukisoma Ecclesiastes chapter 9 verse 18 inasema hivi, inasema the weapons, better wisdom, ukuwe na wisdom than kutegemea akili zako mwenyewe, than kutegemea silaha zile ambazo za mwanadamu. Tuwe na wisdom. Na hii hekima Mungu alipea mtumishi wake Daudi, ambaye alikuwa ni mtu wa vita sana. Alimpea silaha ya hekima na akapatia pia Daniel silaha ya hekima. Kwa sababu gani? David wakati wote alikuwa anamconsult Mungu. Akitaka kwenda vitani lazima amuulize Mungu. Alikuwa hajitegemei. Na hivyo ndo maana alishinda vita vingi sana na aliweza kumbwaga shetani mara mingi sana. Kwa sababu kwa mfano wakati alikuja akapata, na hiyo ndo wakati mmoja tu peke yake hata wanaume wa Israeli walilia mpaka wakaishiwa nguvu za kulia, wakawa wamelegea kabisa. Wake zao wakawa wamechukuliwa, watoto wao, mali zao, vile vitu vimechukuliwa. Ilimguza moyo wa Daudi, na mfalme Daudi akaenda kwa Mungu akamuuliza, what should I do? God told him, pursue the enemy, pursue, overtake and recover all. Kumaanisha amfuatilie yule adui alikuwa amemnyang'anya, aende
mzunguke mbele, awachukue vile mali zao na watoto wao na wake zao ambao alikuwa wamefanya nini, wameiba, wamechukua, ndio akaviregesha katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapoona hiyo njia inapatikana katika kusoma neno, tunasonga katika njia nyingine. Njia nyingine ambayo inasaidia Mkristo sana ni maombi. Unapokuwa Mkristo wa kuomba, hakika unamshinda shetani. Because shetani yeye akitaka akushinde, anakufanya anakuingiza uvivu wa maombi. And once you are less praying less, shetani anakuwin. But because tunataka tushinde hivi vita, na sio kwamba hivi vita sio kwamba ati tunashinda utukufu na turudia. Kila wakati to bear in mind that hivi vita vilipiganwa mwanzo na Mungu na Yesu mwenyewe. Na Yesu alipopigana hivi vita, yeye ni mshindi na anatufanya sisi washindi. Kwa sababu gani yeye ni mshindi? Yeye ni mshindi, utukufu na mrudia. Shetani naye anatambua alishashindwa kitambo. Sasa kile kitu kimebakia tu ni is us not to find victory. We are only conquering the devil. We conquer the devil because the devil has already been defeated by Jesus. Naye mwenye anatambua he is defeated na hana authority over us. Alinyang'anywa mamlaka. Na hasa sisi, njia nyingine ambayo itatusaidia tumshinde shetani ni kwamba tujitambue. We find ourselves, we discover ourselves. Sisi ni wakina nani? Sisi ni watoto wa Mungu, na Mungu ametupea mamlaka, na Mungu ako powerful, na Mungu ametupea power. So shetani anapojua wewe unajitambua, unajielewa, wewe una mamlaka kutoka mbinguni, akijaribu kukusongea hataweza. Atafanya nini? Utaweza kufanya nini kumshinda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani pia na ile ujanja yake, nilikuwa nimesahau kidogo pale katika maombi. Shetani ile ujanja wako anapokufanya usiombe, hapo wewe ukiendelea kuomba, ukipersist na maombi utamshinda. Kwa sababu gani? Shetani hapendi Mkristo ambaye anasimama na maombi. Anajua no matter how much he will try, he will not win, he will not make it, because wewe kila saa unaomba na unasongea Mungu kiroho, na yeye anakuja kiroho na Mungu anakufunulia siri. Na silaha nyingine ambayo inafaa tutumie kama Wakristo ni kuiitisha damu ya Yesu. Maana tuliambiwa tutampinga tu shetani na kumshinda kwa damu ya Yesu. Na ikifika wakati wa damu ya Yesu ikishatufunika, inamwogopesha shetani. Na shetani pia anapoona sisi umejielewa kabisa katika hiyo hali, hata kusongea. Na ikiwa atakusongea na ukue courageous, kama vile aliambia Joshua, uwe na courage. Ukikuwa na courage pia hiyo inasaidia, utaweza kufanya nini? Kumshinda. Usibabaike. Ukumbuke wewe uko na damu ya Yesu, umefunika na damu ya Yesu. Usibabaike, maana yake ukibabaika tu utampa nafasi ya kuweza kukuvamia na kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Silaha nyingine ambazo tunatakana tutumie katika hii vita ni kwamba tukumbuke Ephesians chapter 10 verse 6 ambayo inasema tuvae silaha zote za kiroho. Silaha zote za kiroho. Na hizi silaha zote za kiroho nimemention mbili. Nimemention the word of God, nimemention prayers. Na hii prayers tunapewa formula ya kuomba. We make sure all the prayers we make them in spirit. On all occasions, we make sure we pray in spirit. And we also need to have the belt of truth on our waist. Then we have the chapel of salvation, the helmet of salvation on our head. We should have the breastplate of righteousness. Tuwe na utakatifu katika mioyo zetu. Maana ukifanya tu dhambi kidogo, umeteleza, shetani anakuwai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujaribu sana tuwe watakatifu. Tukikuwa watakatifu na tuwe waaminifu, shetani hatatuweza.
tuvae silaha pia ya amani. Tuwe watu ambao tunapenda amani. Tuvae viatu vya amani. Mahali popote tunakanyaga tuache amani, tuwe na amani. Shetani akiona hata mahali kuna amani hata songea, hata akijaribu anaona mko pamoja na hata waweza. Bwana Yesu asifiwe. Tukishikana katika hiyo hali tutaweza kumpinga shetani. Na shetani msisahau ya kwamba yeye ni mtu ambaye hana aibu. Haogopi. Hata akiona mmeng'ang'ana kabisa kumjaribu kumshinda, kuna vile yeye hachoki. Na sisi tujaribu sana, tujitie bidii, tusichoke. Tusione tunalegea. Tusichoke katika hii safari ya hivi vita ambavyo ni vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo tutaweza kumshinda shetani. Na katikati yetu tusiwe na kitu chochote ambacho kinamtukuza shetani, ndio kimpatie nafasi. Tukikumbuka kama ule wakati wana wa Israeli, wakati wa Joshua walipigana vita na wakapigwa sana, wakalemewa. Kwa sababu gani? Kulikuwa na Achan ambaye naye alikuwa ameficha vitu vingine. Na Mungu naye pia huwa anaangalia upande wake. Anaangalia upande wa utakatifu, ndio tusimpe shetani nafasi. Alipoangalia akaona kuna kitu ambacho kinampea na shetani nafasi, na huyu mtumishi wa Mungu hakuwa amekitambua, kuna mmoja wao ameficha. Walitandikwa sawa sawa, walipigwa kabisa, wengi wao wakakufa hiyo siku. Sasa uzuri tena Joshua alimconsult God, akamuuliza ni nini. Mungu akamwambia nenda ukawaulize hao wenzao. Kuna mmoja wenu kuna vitu ameficha. Kweli walipoenda door to door, house to house, wakapata Achan alikuwa ameficha hivyo vitu. Now, our viewer, because of time, we are calling this particular episode a two-part episode. This is episode 1, and next week we shall also be looking at the same topic with our panel. But before we close, let us hear some summary from our pastor, Pastor Ndolo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwa kwa ufupi sana wapendwa. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya yote ambayo watu wa Mungu tumepata kusemezana. Jambo moja ambalo nataka niongee kwa wale ambao mnatusikia, nataka niwaambie ya kwamba our Christian faith is under attack. All that we've seen ikitendeka katika nchi, katika dunia, hata nyakati za corona, our Christian faith is under attack. The devil ametumia mbinu ya kumaliza kanisa, ndiposa kwa sababu anajua nyakati zake zimeisha, hataki awe peke yake katika moto. Na ametumia mbinu hizi ndiposa akapata gandamiza kanisa. Maafa iko katika nchi. Challenges nyingi sana ziko katika dunia. Ni kwa sababu tu the devil ametarget kanisa. Na kwa hivyo lazima kanisa likapate kuinuka. Huu si mchezo wa pendo. Wale ambao tumeitengenezwa na jina la Kristo, lazima tuinuke, lazima tukaunte shetani. Tusipo kaunti shetani hatutaweza. Na jinsi vile mmepata kusikia tukisemezana, tutakaunta shetani kama tutainuka na tusimame firm in prayer. Tutakaunta shetani kama tutainuka na tusimame firm, and we declare that Jesus alitushindia pale msalabani na tutapata kushinda. Sitaki nimalizie kwa sababu najua ya kwamba kama next week again tutaendeleza hii topic. Mengi tutayapata next week tutakapoendeleza this topic. Now Pastor Ndolo, kabla tufunge kikao cha leo, ukituweka kwa maombi itakuwa ni jambo la busara. Asante. Wacha tukapate. Baba mtakatifu, tunakuinua, tunakuabudu. Tunakutukuza Jehova kwa sababu wewe ni mfalme. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Wewe ni Mungu ambaye unaweza. Neno lako linasema ya kwamba vita ni vyako, ushindi ni wetu. Na kwa hivyo mfalme, tunajiachilia mikononi mwako tukijua ya kwamba Baba utatupigania, tutainuka tukiwa washindi. Haijalishi jamii inapitia katika hali gani, haijalishi Wakristo wanapitia katika hali gani, Mungu tunakuinua ukapate kuwa pamoja nasi. Tuinue katika vita hii Jehova, tupatie ushindi kwa sababu wewe ni mfalme. Na inua kanisa lako mkononi mwako, na inua watoto wako wote mkononi mwako popote pale waliko. Baba, kuwa pamoja nao kwa sababu wewe ni mfalme. Na unapotenda sifa zote zitapata kurudia. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.